Moja ya kikwazo kikubwa sana nyakati za leo katika maisha ya mwanadamu basi ni uchawi. Uchawi umekuwa ukitenda kazi kubwa sana kuwazuia watu wanaopambana kupata mafanikio, wanajikuta hawafanikiwi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna roho ya uchawi ambayo inakuwa imetumwa kwao, inakuwa inawazuia wao kupata mafanikio. Sasa hizi ndio dalili nataka nikazihitaji majira haya, ambapo utakapoziona dalili hizi, jua kabisa umelogwa. Jua kabisa wameloga afya yako, wameloga maisha yako, wameloga njia zako zote. Sasa ni muhimu sana ukazijua dalili za mtu ambaye amelogwa. Kama umelogwa, sasa zipo dalili nyingi sana na viashiria vingi sana kwamba umelogwa, na moja ya dalili ambayo utajua kwamba umelogwa, moja ya ishara tunasema kwamba kuwa na ishara ya kuumwa kichwa mara kwa mara. Yani kila ukilala unaona kichwa kinagonga, kichwa kinauma, kichwa mara kwa mara. Yani haipiti siku kichwa hakija kuuma. Kuna mida fulani inafika tu mida ya jioni, kichwa lazima kikuume. Kuna mida fulani inafika pengine mida ya usiku wa manane, kichwa kinakugonga sana, kinauma kiasi kwamba mpaka wewe mwenyewe unashangaa na umekizoelea kwamba hichi kichwa kitauma ndani ya saa kitaacha, au na hata haja ya kunywa kidonge. Maana yake jua kabisa hiyo ni dalili ya kwamba umelogwa. Lakini dalili nyingine ambayo unaweza ukatambua kuwa umelogwa ni ile hali ya kuwa na pressure ya mara kwa mara. Hata ukinywa dawa haikubariki. Yani dawa inagonga mwamba. Muda mwingi pressure lazima ikupande tu. Pressure inakuwa kali, pressure inakuwa nzito, pressure inakuwa ina nguvu sana kwako. Na unajiuliza kwamba hii hali inatokana na nini? Kwa nini nione muda mwingi mimi nasumbuliwa na pressure? Kwa nini? Na unakunywa dawa, pressure haishuki, hakuna nomo. Unajiuliza kwamba hii pressure inatokana na nini? Sasa kitu unachotakiwa uelewe ni kwamba ulimwengu wa roho, hiyo nguvu ya pressure inasukumwa na roho ya kulogwa. Maana unaonyeshwa wazi kwamba adui amekuloga kwa njia hiyo ya pressure. Adui amekuloga kupitia hiyo njia ya pressure. Unahitaji maombi ya ukombozi. Lakini ishara nyingine ni tunasema kuona, kutokuona siku zako. Kutokuona siku zako, yani ni mwanamke lakini haoni siku zake. Na anaona ni hali ya kawaida, haoni siku zake. Bana, mimi kwa kweli mimi na miezi mitatu, miezi minne, miezi mitano sijaona siku zangu, na anaona ni hali ya kawaida, anaona ni hali. Sasa hiyo dalili ni inakuonyesha wazi kwamba umelogwa, inakuonyesha wazi kwamba umelogwa kwa njia ya uchawi, inakuonyesha wazi kwamba umelogwa kwa njia ya ushirikina, na unahitaji msaada mkubwa sana wa kiroho. Unahitaji msaada mkubwa sana wa kukomboa nafsi yako kutoka kwenye roho za uchawi. Unahitaji msaada mkubwa sana wa ukombozi wa nafsi yako kutoka kwenye roho za ushirikina, ili Mungu aweze kuleta baraka na mafanikio katika maisha yako. Lakini jambo lingine unahitaji kujua, dalili ya mtu ambaye amelogwa ni ile tunasema kuota ndoto za kutisha. Kila ukilala unaota ndoto za kutisha. Unaota ndoto mtu anakukimbiza na kisu, mtu amekushikia risasi, mtu amekushikia mapanga, mtu amekushikia silaha za jadi, kashika mikuki, sime, ana hasira na wewe sana. Kwanja, kamateni huyo tumlalue, mkamateni huyo tumuonyeshe. Na ni kwa njia ya ndoto. Na unajiuliza kwamba ishara ya namna hii kwa nini niwe ninaiona mimi? Ishara ya namna hii kwa nini iwe inanitokea mimi kila wakati, iwe inanitokea mimi kila majira, iwe inanitokea mimi kila mara? Ishara ya namna hii unapokuwa unaiona katika ndoto zako, ukiwa unaona unashambuliwa katika usingizi, jua kabisa adui amekuloga, amekusukumizia roho za uchawi. Au unaota ndoto unaona upo porini, unaona uko msituni, unaona upo sehemu uko peke yako, umefungiwa kwenye chumba kimoja. Nani kwa njia ya ndoto unaona umefungwa kwenye njia ya chumba kimoja, hakuna milango, wengine unaona mlango haupo, madirisha hayapo, yani umewekwa. Au mwingine anaona yupo kwenye chupa, ni kwenye ndoto, mbona nipo kwenye chupa, nimefungashwa kwenye chupa. Sasa ishara za namna hiyo kiroho ni hatari sana, unapokuwa unaziona ni hatari sana, na unahitaji msaada wa ukombozi wa nafsi yako.
unahitaji msaada wa ukombozi wa roho yako ili Mungu aweze kuleta baraka na mafanikio kwako. Lakini ishara nyingine tunasema kuwa hedhi sio kuwa na mpangilio. Utajijuaje kuwa umerogwa? Kwa mwanamke, ukiona hedhi yako haina mpangilio, yaani unaishi maisha ambayo hedhi haina mpangilio, hakuna mpangilio, yaani leo unaingia, kesho uingii, au unaingia mwezi huu tarehe fulani, unajua kabisa tarehe yangu ni tarehe fulani, lakini kwa namna ya ajabu tarehe zinabadilika, nyuma mbele, mbele nyuma, katikati sio katikati, hauelewi na unajiuliza kwamba kwa nini niwe naona hii hali mpangilio wangu? Sasa ishara ya namna hiyo, jua kabisa adui amekusukumizia roho ya kulogwa, anashambulia uzao wako, anashambulia kizazi chako, anashambulia ile hatima ya uzao inayohusu kizazi chako. Ni muhimu sana. Sasa ukiona dalili hiyo, jua kabisa kuna shambulizi, kuna mtego wa adui, kuna mtego wa kichawi unakuwa umetumwa pale, na kwa sababu umetumwa, basi matokeo mabaya yatakupata usipozingatia maelekezo ya namna hiyo. Lakini ishara nyingine ya kujijua kwamba kuna shambulizi la kulogwa katika maisha yako ni pale ambapo tunasema ujauzito, kila unajihisi ni mjamzito, lakini ukienda kupima unakuta uonekani. Kuna mtu mwingine anajiona kabisa ni mjamzito, anaona kabisa tumbo lina mimba, lakini kwa namna ya ajabu anaenda hospitalini na kumwambia hamna kitu. Kumbe ulimwengu wa roho ni mimba za majini, amelogwa, kalogwa na mimba za majini. Mwingine kila akilala anaona ananyonyesha vitoto vina meno kabisa, vinang'ata matiti yake, vinang'ata manyonyo yake, na anajiuliza kwamba kwa nini nione ishara za namna hii katika ndoto? Kwa nini? Haelewi. Sasa kiroho, ukiona dalili za namna hii, jua kabisa kuna shambulizi la wewe kulogwa. Jua kabisa adui amekutupia roho ya kulogwa na unahitaji msaada. Amekutupia roho ya kulogwa na unahitaji ukombozi wa hatima yako, unahitaji ukombozi wa nyota yako, unahitaji ukombozi. Lakini dalili nyingine ambayo imekuwa ikiwasumbua watu wengi na hawajajua kwamba kuna roho nyuma yake ya kulogwa ni ile roho tunasema ya kuumwa. Unaumwa mgongo na kiuno, unaona mgongo na kaza, unaona mgongo unavuta, unaona mgongo unakuuma kweli kweli. Sasa ukiona dalili ya kuumwa mgongo na kiuno, jua kabisa kuna shambulizi la kulogwa, adui amekuloga. Umeenda kwa waganga umeshindikana, umeenda kwa wataalamu umeshindikana, lakini nina habari njema ya kwamba hilo tatizo, yupo daktari wa madaktari, falme wa falme, mganga wa waganga ambaye anaweza kukusaidia, ambaye ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na nimekuombea leo hayo matatizo yanayokusumbua yaende yaharibiwe kwa jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa hiyo ukiona ndani yako una dalili hii ya kuumwa kiuno, ya kuumwa mgongo, jua kabisa kuna dalili ya shambulizi la kulogwa. Jua kabisa kuna shambulizi la wewe kulogwa. Lakini ishara nyingine tunasema kwamba ni pale ambapo ukaona unaumwa tumbo la kuharisha mara kwa mara, yaani kila wiki au wiki moja ishi unaona umeharisha, wiki moja ishi unaona tumbo la kuhara linakusumbua, unaona tumbo la kuhara linakutokea kila wiki, lazima uingie siku 2-3 kuharisha. Sasa hizo zote ni dalili kwamba umelogwa na unahitaji ukombozi wa nafsi yako, unahitaji ukombozi wa roho yako, unahitaji ukombozi wa kutolewa kwenye vile vifungo vya kiroho ambavyo umefungwa, unahitaji ukombozi. Lakini dalili nyingine ni pale ambapo ukaona unaumwa miguu inakuwa inawaka moto sana, inawaka moto, na chini ya nyayo zako, chini ya nyayo unaona moto na wako unashindwa kukanyaga mara kwa mara. Sasa ishara ya namna hiyo kiroho, elewa kabisa kwamba kuna shambulizi ambalo adui amekutumia, kuna shambulizi ambalo wachawi wanakuwa wamekutumia, na usipolizingatia shambulizi hilo na usipozingatia mambo hayo, elewa kabisa hatima yako itakuwa ni mbaya sana. Matokeo ya maisha yako yatakuwa ni mabaya sana katika maisha yako. Lakini ishara nyingine ni pale ambapo unasikia hali ya kuumwa kichwa upande mmoja, yaani kila siku unakuta kichwa kinauma upande wa kushoto, unasikia kichwa kinauma upande wa kulia, na unajiuliza kwamba why? Nione hali ya kuumwa kichwa upande mmoja, nione hali ya kusumbuliwa na kichwa upande mmoja. Sasa ukiona dalili ya namna hiyo, ukiona unaumwa kichwa sana upande mmoja, jua kabisa umelogwa na unahitaji msaada wa ukombozi.
Dalili nyingine ya kujijua kwamba umerogwa ni pale ambapo ukaona unagombana na watu wako wa karibu, hata ndugu, marafiki. Yaani wewe kila mtu ambaye anakuja kwako ni lazima utagombana naye, hautakuwa unaongea naye. Mnapigana mpaka mablock kwenye simu. Sasa ukiona dalili ya namna hiyo, kila mtu sio kujiuliza, kila mahusiano unayoanza lazima yaharibike. Yaani kila mtu lazima atakukataa, atakuacha. Na unajiuliza kwamba mimi kwamba ndo nina madhaifu kiasi hicho cha kuachwa na kila mtu, lakini kumbe ndani yako kuna roho umesukumiziwa ya kulogwa, kwa sababu hiyo roho inakuwa inatenda kazi kwako, inakuwa inatenda kazi katika maisha yako, ndio hapo inapelekea sasa hauwezi kuona matokeo yaliyothabiti ya mafanikio. Kwa sababu gani? Adui amekusukumizia roho ya kulogwa. Kwa ukiona ndani yako na dalili hiyo, kila mtu lazima ugombane naye, kila mtu lazima upambane naye, kila mtu lazima uchukiane naye, jua kabisa kuna shambulizi la wewe kulogwa. Jua kabisa kuna shambulizi la wewe kulogwa. Lakini jambo lingine linalotakiwa uelewe ni kwamba una roho ya kuchukiwa na watu bila sababu. Yaani unaona kila mtu anakuchukia, kila mtu anakukasirikia, kila mtu anakuona ufai. Yaani hataki ukaribu na wewe kwa aina yoyote, hataki kuwa na ukaribu na wewe. Sasa unajiuliza kwamba mimi nina shida gani? Kwa nini hawa watu hawataki ukaribu na mimi? Lakini kumbe ndani yako unaonyeshwa wazi kwamba umesukumiziwa roho ya kulogwa. Lakini kuna dalili nyingine pale ambapo ukaona upo nyumbani kwako, ukawa unahisi kwamba uko mwenyewe, lakini unaona kabisa hii nyumba mbona kama naona siko peke yangu. Unasikia hali ya mtu chumbani kwako, unasikia hali ya mtu sebuleni, unasikia hali ya mtu chooni, unasikia hali ya mtu sehemu yoyote koridoni, unasikia mbona nahisi siko peke yangu, lakini pamoja na kwamba niko peke yangu ndani. Sasa zote hizo ni dalili kwamba kuna shambulizi la wewe kulogwa. Unaonyesha wazi kwamba nafsi yako imelogwa, roho yako imelogwa, maisha yako yamelogwa, na unahitaji msaada wa ukombozi. Au mwingine anasikia sauti, unasikia sauti za watu wanakuita, lakini huoni. Unasikia sauti, unaitika kabisa, unaitika. Unaona kabisa mtu anakuita kwa jina lako. Mbona naona kabisa nimeitwa, lakini sioni mtu. Yuko wapi anayeniita? Sasa ukiona dalili hiyo, jua kabisa adui amekutupia roho ya kulogwa. Jua kabisa adui amekutupia roho ya kulogwa, na unahitaji ukombozi. Unaona unaitika, unaitika, alafu hauoni mtu yoyote. Ni hatari sana. Jua kabisa adui amekutupia roho za kulogwa. Lakini kusikia, tunasema kusikia pale ambapo unahisi unaitwa jina lako, lakini unapokuwa unamtafuta mtu umuoni kabisa. Unasikia watu wanakuita, lakini uoni. Au dalili nyingine pale ambapo utajijua kwamba umelogwa ni pale ambapo unaamka asubuhi, unaona umechanjwa chale mikononi au kifuani, tumboni, mgongoni, unaona umechanjwa chale. Sasa dalili ya namna hiyo maana yake ni kwamba unaonyeshwa wazi kwamba umelogwa, na unahitaji msaada, na unahitaji ukombozi. Au uhitaji kupuuza ishara za namna hiyo, au uhitaji kudharau hata kidogo ishara za namna hiyo, kwa sababu unapodharau maanake unaidharau kesho yako. Unapodharau maanake unadharau mafanikio yako. Na wewe unaona kabisa umeamka umechanjwa au umenyolewa nywele, na unaona bana ni kawaida tu. Au ile unaamka asubuhi unaona umenyolewa nywele zako za kichwani, unaona umekonyoa nywele, bana mimi nimeamka tu nimenyolewa bana, lakini hamna shida. Wewe hapo umelogwa hapo. Utaanza kuona pesa zikai kwenye mikono, utaanza kuona biashara haziendi, utaanza kuona aupigiwi simu watu ambao ulikuwa unawategemea wakuunganishe kwenye mambo ya muhimu, mambo ya kazi, utaona wakuiti wewe. Kwa sababu gani? Umeshalogwa. Utaanza kuona tangu hapo mambo yako mengi yanaenda kombo, mambo mengi yanaenda vibaya. Sababu gani? Umelogwa. Au kuna ile dalili nyingine, mtu anatamani sana kuoa, anapambana kweli kweli aoe, kupambana kuoa, lakini au kuolewa, lakini mipango yake inakufa ghafla. Anakwambia mwaka huu hauishi, nitaoa mpaka mwezi wa ngapi hauishi, lakini kila akipambana lile wazo linakufa ghafla la kuoa. Sasa ukiona dalili hiyo, jua kabisa umelogwa wewe, na unahitaji msaada. Sio kawaida, usichukulie vitu kawaida kwamba
ni kawaida tu bana. Sio kawaida hiyo, umelogwa, unahitaji ukombozi na Mungu akusaidie. Unahitaji ukombozi. Au mwingine anaona kabisa anaachwa anaachwa mara kwa mara. Yaani wewe kila mtu akija kukuchumbia anakuacha. Unaanza mahusiano na mwanamke huyu anakuacha. Unaachwa tu bila sababu. Na unajiuliza kwamba kwani shida ni nini? Kwa nini aniache? Kwa nini aniache? Lakini kumbe ulimwengu wa roho umelogwa. Shida sio huyo mwanamke, shida sio huyo mwanaume, shida ni wewe umerogwa. Na kwa sababu umerogwa, ndio hapo sasa inapelekea unakuta unaishi maisha chini ya kiwango. Ndio hapo sasa inapelekea unakuta unaishi maisha ambayo sio ya kwako, sio ya kwako. Sio ya kwako. Kwa sababu gani? Maisha yako yanakuwa yameharibiwa. Maisha yako yanakuwa yameharibiwa kabisa. Au kuna ile dalili nyingine, mwanamke utajijueje umelogwa? Ni pale ambapo kila mwanaume wako akitaka alale na wewe, akitaka tendo la ndoa, akitaka tu tendo la ndoa na wewe, kila akikuingilia unasikia maumivu makali sana, hauna hisia naye hata kidogo. Yaani anapokuingilia unaona kama anakuingilia na chuma cha moto taki, na unamchukia kweli kweli. Kumbe ulimwengu wa roho umeshalogwa. Umelogwa kuharibu hiyo ndoa. Umelogwa kuharibu hiyo ndoa. Sasa kiroho ishara ya namna hiyo ni hatari sana. Ni hatari. Na unahitaji ukombozi na Mungu aweze kukusaidia. Au kuna dalili nyingine pale ambapo ukaona hii dalili, jua pia umelogwa. Ni pale ambapo ukaona unachomwa sindano kwenye mwili wako, au unaona kuna sindano kama inachomwa kwenye ubavu. Unaona sindano inachomwa kwenye miguu. Unaona sindano inachomwa kwenye mikono. Na unajiuliza kwamba imekuwaje? Kwa nini nione ninachomwa sindano kwenye mwili? Sasa ukiona dalili hiyo, jua kabisa umelogwa. Umelogwa na unafuatiliwa na nguvu za giza, zinataka zikupige kiasi. Sasa na dalili hiyo ni mbaya sana, maana kuna sumu inakuwa inaingia ndani yako. Utaanza kuona hapo umepigwa stroke, utaanza kuona hapo hakuna maendeleo, hakuna maongezeko yoyote. Kwa sababu gani? Unakuwa umelogwa. Au ile dalili nyingine ya kujijua umelogwa ni pale ambapo uko unafanya kazi kwa muda mrefu bila kupata mafanikio yoyote. Unafanya kazi kwa muda mrefu sana lakini haupati mafanikio. Unafanya kazi kwa muda mrefu sana lakini haupati maendeleo ya aina yoyote. Na unajiuliza kwamba hii hali kwa nini mimi inanitokea? Unajiuliza kwamba hii hali kwa nini mimi iwe inanitokea mara kwa mara? Sasa kumbe ulimwengu wa roho unaonyeshwa wazi kwamba umelogwa na unahitaji ukombozi. Umelogwa na unahitaji msaada. Pale ambapo unaona unapambana kutafuta mafanikio lakini upati, jua kabisa kuna shambulizi la kichawi ambalo limetumwa kwako. Lakini dalili nyingine ni pale ambapo ukaona unapoteza pesa katika njia isiyokuwa ya kawaida. Pale ambapo unaona umeshika pesa, umeweka ndani, unakuta lakini ndani niliweka 10,000. Sijui kwapi. Lakini humu ndani 10,000 yangu niliweka, 200,000 yangu niliweka mifukoni humo. Sielewi imeenda wapi. Yaani dalili nyingine ya kujijua umelogwa ni pale ambapo unaona kila pesa ambayo unaishika inapotea kwa mazingira ya kutatanisha. Kila pesa ambayo unaikamata inapotea kwa mazingira ya kutatanisha. Na unajiuliza kwamba hizi pesa mbona zinapotea hivi kwa namna ya ajabu ajabu hivi? Au unakuta umeshika pesa, umeweka ndani, panya wamekuja wameng'ata na wanang'ata pale katikati pale ambapo hata kuunga uwezi. Na unaona kabisa hii hali inakaeje? Usione hiyo hali ni ya kawaida. Jua kabisa kuna shambulizi la kichawi. Jua kabisa kuna shambulizi la kichawi ambalo linakuwa limetumwa kwako. Na hilo shambulizi linapambana kukuangusha kiuchumi na kulogwa pia kuna kufuatilia na unahitaji msaada. Au dalili nyingine ya kujijua kwamba umelogwa ni pale ambapo unakutana na anguko la biashara. Anguko la biashara. Kila unapambana kufanya biashara lazima uanguke. Yaani wewe maisha yako 100% unaishi maisha ya kuokoa biashara. Leo unawaza Mungu nisaidie biashara isife, kesho Mungu nisaidie biashara isife. Yaani wewe maisha yako ni kuwaza kuiokoa biashara isife. Sio wewe biashara ikuokoe uinuke kiuchumi. No, unapambana kweli kweli. Yaani mtaji umepungua, unaenda kukopa. So wapi unaenda kukopa? Mikopo mingine inaitwa kausha damu. Mikopo mingine inaitwa hakuna kulala. Ni mikopo hiyo na wewe unaikimbilia. Mkopo unaitwa kausha damu. Unasema
nijazilizie biashara yangu isife. Na unakuta bado unakuja unaporomoka. Watu wanauza viwanja, wanauza nyumba, kwa sababu gani? Wameanguka. Sasa hiyo dalili, jua kabisa umelogwa. Jua kabisa umelogwa na unahitaji msaada hapo na Mungu akusaidie. Lakini kuna ile dalili nyingine, ni pale ambapo ukoona umeajiriwa, unaajiriwa mara kwa mara, alafu unakuta unaachishwa kazi. Yaani umeajiriwa, mtu bana hatukutaki. Lakini mbona sina hata miezi miwili, alafu nimekuwa mwaminifu, mimi ndo nayewahi ofisini, mimi ndo nayewahi hapa kazini. Sasa kosa langu liko wapi? Wanakwambia hatukutaki tu. Hatukutaki. Haufanani na ofisi yetu. Ondoka. Sasa dalili ya namna hiyo, jua kabisa umelogwa. Unahitaji msaada. Jua kabisa umelogwa, unahitaji ukombozi wa kiroho. Unahitaji ukombozi wa kiroho. Na Mungu akusaidie. Dalili nyingine ya kujijua kwamba umelogwa ni pale ambapo ukajikuta unaahidiwa mambo mengi sana. Mtu anakuona anakuahidi vitu huyo, lakini akitimia hata kimoja akitimia. Na unajiuliza kwamba hizi ahadi, mbona naahidiwa sana lakini hazitimii? Shida ni nini? Shida ni kwamba umelogwa. Unahitaji msaada wa kiroho. Acha kudharau watumishi wa Mungu. Unahitaji ukombozi. Acha kutumaini waganga kwamba ndio wanaweza kukusaidia. Watu wameogeshwa mitishamba leo, wameogeshwa wamenyweshwa majani ya ajabu kweli kweli. Wanyweshwa mpaka unakunja sura unavyokunywa hayo madawa, lakini bado nyota yako imefungwa. Kwa sababu gani? Umelogwa. Unahitaji msaada. Au unakuta ile dalili nyingine ya kujijua kwamba umelogwa ni pale ambapo ukao unaona hali ya kusinzia kwenye nyumba ya ibada kanisani. Unaona upo kanisani au msikitini, yani shehe anatoa mawaidha, wewe ndo unalala kabisa, uelewe usingizi unatoka wapi. Au mchungaji anahubiri kanisani lakini unasinzia. Sasa ukiona dalili hiyo, jua kabisa umelogwa. Unahitaji msaada. Upo kanisani unaona unasinzia, na unajiuliza, ibada tu ikishaisha usingizi wote unakupaa, unaondoka, hakuna hata punje ya usingizi ambao utaisikia, haipo. Na unajiuliza kwamba hii hali inakueje? Mbona tena inatokea hii hali? Jua kabisa umelogwa, unahitaji msaada. Jua kabisa umelogwa. Au pale ambapo ukaona unafanya mtihani shule ya msingi, unaona unafanya mtihani wa darasa la kwanza, darasa la pili, unafanya mtihani shule ya msingi kabisa, na unajiuliza why nione ninafanya mtihani shule ya msingi, kwa nini? Sasa dalili ya namna hiyo unaonyesha wazi kwamba umelogwa. Unahitaji ukombozi wa kiroho. Au ile kuna ile roho mtu mwingine inakuwa inamsumbua sana. Asilimia kubwa muda mwingi anaibiwa au kutapeliwa mara kwa mara, na anaona ni hali ya kawaida. Yaani leo mtu anakuja anakuibia simu huko stendi, amekuibia iPhone yako, amekuibia Samsung yako, simu kali kwa umechukua 500,000, 700,000, milioni. Mtu anakuja anaiba tu. Umekaa tu pale stendi, mtu anakuja anakwapua wallet yako, kaondoka na fedha zako. Sasa ukiona dalili na namna hiyo, unaibiwa mara kwa mara, muda mwingi wewe unaibiwa, jua kabisa ndani yako umelogwa. Unaibiwa au kutapeliwa, jua kabisa umelogwa na unahitaji msaada wa kiroho. Usipuuze mambo ya namna hiyo, ni hatari sana. Au dalili nyingine ni pale ambapo tunasema kwamba unakuwa mtu wa starehe sana, unawaza asilimia kubwa ngono, sigara, mamiziki, maanasa, kupiga milungi, mapombe, uasherati wa kila aina. Wewe ndani yako ukishapata tu 3 milioni, yani moja kwa moja ngono, pombe, starehe na anasa. Ukipata tu pesa, nawaza nasema kula bata na kuku aone aibu, aone wivu sijui. Na kweli unakula bata kweli kweli. Unalewa wewe, unachukua vitoto vya darasa la kwanza vya chekechea, unavitafuna. Vitoto vidogo havijitambui, unavitafuna. Tafuta makahaba, unalala nayo. Na unaona ni hali tu ya kawaida kwamba bana, mimi ndo nimeamua, maisha ni ya kwangu. Sasa ukiona ndani yako na roho ya anasa, ya starehe nyingi, jua kabisa umelogwa na unahitaji ukombozi. Jua kabisa umelogwa na unahitaji msaada wa kiroho. Au mwingine ile tunasema kupenda sana kuangalia video za ngono bila kuchoka. Yaani muda mwingi unaangalia mavideo ya ngono, mwanamke au mwanaume, alafu unapenda kufanya mapenzi kinyume cha maumbile mara kwa mara. Hiyo pia inaashiria umelogwa. Au unaangalia mavideo ya ngono au unapenda kufanya mapenzi kinyume cha maumbile.
jua kabisa umesukumiziwa roho ya uchawi, umesukumiziwa roho ya kulogwa. Unakuwa umelogwa na nguvu za giza, unakuwa umelogwa na madhabahu za kichawi, unakuwa umelogwa na madhabahu za kishetani, na unahitaji msaada, na unahitaji ukombozi na ufungulivu. Au kuna ile dalili nyingine ni pale ambapo unaona unagombana sana na ndugu zako, unagombana sana na ndugu mara kwa mara, lazima upambane nao, lazima ugombane nao. Sasa ishara ya namna hiyo kiroho ni ishara mbaya sana, ni ishara mbaya sana, ni ishara mbaya sana. Ukiona dalili za namna hiyo, Mungu akusaidie, Mungu akusaidie. Wacha niombe kwa ajili yako. Bwana mtakatifu wa Israeli, ninamleta mfuatiliaji wangu huyu ambaye amekuwa akifuatilia kipindi hichi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nami naamuru baraka, ninaamuru mafanikio, ninaamuru uponyaji, ninaamuru ufungulivu ukawe juu yake. Nyota yake ambayo imeibiwa, nyota yake ambayo imechukuliwa, kuanzia sasa ikarejeshwe kwa jina la Yesu. Naamuru baraka na ufungulivu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Kwa msaada zaidi, ukihitaji msaada wa kiroho kupitia mimi kuhani, chukua namba zangu na Mungu atakusaidia. 0699792223. Narudia 0699792223. Nipigie namba hizo masaa 24, utanikuta niko hewani. Nifuate WhatsApp, nitakupa maelekezo ya kinabii ni jambo gani unatakiwa ulifanye ili uweze kutoka katika vifungo vya kulogwa, na Mungu atakusaidia. Jambo la kuzingatia, usiache kufollow akaunti hii, kusubscribe hapo chini, kulike pamoja na kucomment, na Mungu akubariki sana na kutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.